Kuanzishwa kwa VAR, Video Assistant Referee, ni moja ya mabadiliko makubwa zaidi yaliyofanyika katika soka katika miaka ya hivi karibuni. Teknolojia hii inalenga kuboresha uamuzi wa marefa kwa kutumia video ili kuepuka makosa makubwa ambayo yanaweza kuathiri matokeo ya mechi. Historia ya VAR. VAR ilianzishwa kama sehemu ya jitihada za kuboresha haki katika soka na kupunguza makosa makubwa ya uamuzi. Mchakato wa kuanzishwa kwa VAR ulianza miaka ya 2010 na mwaka 2016 FIFA ilifanya majaribio ya kwanza ya teknolojia hii kwenye mechi za kirafiki. Baada ya majaribio kufanikiwa, VAR ilianza kutumika rasmi kwenye michuano mikubwa ya kimataifa na ligi kuu. Jinsi VAR inavyofanya kazi. VAR inahusisha timu ya waamuzi wa Video Assistant Referees, ambao hutumia video za kamera ili kuchunguza matukio ya mashindano na kutoa mapendekezo kwa refa aliyeko uwanjani. Hii hutokea tu kwenye matukio ambayo yanaweza kubadilisha matokeo ya mechi, kama vile mstari wa goli, kuangalia kama goli lilifungwa kwa njia ya haki. Kwa mfano, kama mchezaji alikuwa ameotea au la. Kadi nyekundu. Kupitia matukio yanayohitaji kadi nyekundu na kujua kama mchezaji alifanya madhara makubwa. Makosa ya penati. Kuchunguza kama penati ilitolewa kwa haki au la. Matumizi ya VAR kwenye mashindano makubwa. VAR ilianza kutumika rasmi kwenye kombe la dunia la 2018 nchini Urusi na ilikuwa sehemu ya mabadiliko makubwa katika michuano hiyo. Ingawa VAR ilileta mafanikio katika kuhakikisha uamuzi sahihi, ilikumbwa na changamoto za maamuzi ya mwisho ambayo yameendelea kuzungumziwa na mashabiki na wachezaji. Athari za VAR katika soka. Moja, kuboresha usahihi wa maamuzi. Mstari wa VAR imeongeza usahihi katika uamuzi wa refa. Hii imesaidia kupunguza makosa kama vile magoli ya offside ambayo hayakuonekana wakati wa mchezo. Mbili, kuzua mjadala. Ingawa VAR inasaidia kuboresha haki, bado kuna wakati ambapo maamuzi yanayofanywa na VAR hayaridhishi mashabiki. Hii inasababisha mjadala kuhusu jinsi teknolojia inavyotumika na wakati wa kuchelewa kwa maamuzi. Tatu, mabadiliko katika uchezaji. Wachezaji na mashabiki wanapaswa kuwa na subira zaidi wakati wa kutolewa uamuzi, kwani kuna kipindi cha review, mapitio, kabla ya maamuzi. Matatizo ya VAR. Muda wa kutumika. Mstari wa mara nyingine, maamuzi kupitia VAR yanachukua muda mrefu, ambayo inaweza kuathiri mwendo wa mchezo na usumbufu kwa wachezaji na mashabiki. Mabadiliko ya maamuzi. Mstari wa VAR inaweza kubadilisha maamuzi ya refa, na wakati mwingine inahitajika kuwa na ufahamu mzuri wa maamuzi hayo ili kuepuka migogoro. Kwa ujumla, VAR imeleta mapinduzi makubwa katika soka, ingawa bado kuna mijadala na changamoto zinazohusiana na matumizi yake. Usisahau kusubscribe Makative Online ili uwe wa kwanza kupata habari zetu.